wake wawafunge kwa pingu na mikatale, Abednego, Shadraka na Meshaki, na wawatupe kwenye moto. Walipokwenda kuwatupa hawaungui. Mfalme akasema, mnazembea. Wakasogea. Wale ndio inaitwa mkono wa mfalme. Mkono wa mfalme ukasogea wachome kwenye moto. Wao wakalipuka moto. Mkono wa mfalme ndio ulianza kuungua kwanza. Wale askari ndio wakaungua. Vijana wanatembea katikati ya moto. Nebukadneza akainuka tena. Anasema, jamani, si tumetupa watu watatu wamefungwa kwenye tanuru ya moto? Ndio mfalme, ni watatu, na walikuwa wamekoma kweli kweli. Miguu, wanasema miguu wote wako koma. Yaani wamefungwa vizuri na wametupa. Biblia inasema hawakutua, walianguka. Walifanyaje? Walianguka katikati ya tanuru. Ile kamba, ule moto ukachoma kamba na mikatale. Sikiliza, pingu za shetani zitaunguzwa na shetani mwenyewe. Moto wa jehanamu hauko kwa ajili ya wana wa Mungu, hauko kwa ajili yetu, uko kwa ajili ya kuunguza vya kwake. Haleluya! Anasema, naona wapo watu 4 wamefunguliwa na hawajababuka, wala suruali zao hazijawaka moto. Na yule mtu wa 4 sio wa kawaida, ana sura ya mwana wa miungu watakatifu. Mtu wa 4 ana sura ya mwana. Sisi tumepokea hali ya kuwa wana. Hatukupokea roho ya utumwa, bali tulipokea roho ya kufanywa wana, na sisi ni wana wa Mungu. Anasema mwana wa Mungu mtakatifu. Nebukadneza anamwambia yule mtu wa 4,